Tuombe. Ni kweli Bwana, wewe ni Mungu unayestahili kupewa sifa na zaidi ya yote kuinuliwa. Bwana, tunakushukuru kwa vipindi vyote ambavyo vimepita. Tumekuona vile ukituhudumia, Bwana, ukiwa pamoja nasi. Tumekuimbia kwa wakati wa maombi na tunaamini ya kwamba umesikia kuomba kwetu, na nyimbo zetu tulizokuimbia hakika zimekufurahisha na kukuinua. Wakati ambao tunakwenda kusikia kile ambacho umekiandaa kusema na maisha yetu, kusema na mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tubariki sote, lakini sema na kila mmoja aliyoko katikati yetu, ili Bwana tukaweze kukuabudu katika njia ile ipasavyo. Na mimi ambaye umenipa fursa ya kusema neno lako, ukanijalie neema yako ili kufikisha ujumbe wako kama ulivyokusudia. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Unaweza tu kukaa kwenye uwepo wa Bwana. Ni wakati mwingine ambao Mungu ametupa kibali cha kuweza kusikiliza neno lake. Neno lake kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, Waefeso, wale ambao wana Biblia kama yangu ni ukurasa wa 1403, 1403 ndio mahali ambako Agano Jipya, ndio mahali ambako tunapata kitabu hicho. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Mstari wa 4, mwili mmoja, roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema umoja wa Roho katika kanisa. Umoja wa Roho katika kanisa. Kwa nini umoja wa Roho katika kanisa? Au kwa nini Paulo awafundishe kuhusu habari ya umoja wa Roho katika kanisa? Kanisa la Waefeso, kabla ya kumjua Kristo, lakini na baada ya kumjua, ni kanisa lilikuwa lina msuguano kati ya makundi mawili. Kulikuwa kuna Wayahudi, kadhalika kulikuwa kuna mataifa. Mataifa ni wale watu ambao kwa asili sio Wayahudi kama sisi, ndio walikuwa wanaitwa mataifa. Sasa walikuwa wanasuguana, na ndio Paulo akawaandikia kwenye sura ya 2 mstari wa 13 akiwaambia, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Mstari wa 14, kwa maana yeye ndiyo amani yetu, aliyotufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Paulo anawaambia Waefeso ya kwamba Kristo ameondoa ule ugomvi tuliokuwa nao. Mstari wa 14, akatufanya tuwe pamoja, wa nia moja. Kwa hiyo kanisa hili lilikuwa lina msuguano, lilikuwa halina amani, lakini Paulo anawakumbusha akiwaambia kwamba, mstari wa 14 anawaambia kwa maana manake kwa sababu yeye ndio amani yetu, alitufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Kuwa wawili manake mataifa pamoja na Wayahudi waliokuwa Wayahudi walikuwa wanaona mataifa kwamba hawana Mungu, kwa sababu hawana sheria, kwa sababu Mungu hakuzungumza nao kupitia manabii kwa namna kama hiyo. Sasa Paulo anawaambia hata hawa ambaye mnawadharau, Yesu Kristo amewafanya ninyi nyote kuwa mmoja, akakiondoa kiambaza cha kati kilichowatenga.
Manake akaondoa ule ukuta uliokuwa umewatenga. Kwa hiyo Kristo alikuwa ameanzisha amani ndani ya kanisa. Paulo aliwataka wahifadhi umoja wa Roho. Kwa sababu, kwa nini wahifadhi? Wadumu katika umoja wa Roho, kwa sababu kanisa la Waefeso walichaguliwa ndani ya Kristo, walichaguliwa ndani ya Kristo, walikombolewa kupitia Kristo, lakini vile vile wamepigwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Wayahudi na mataifa wameunganishwa kwa mmoja. Sasa basi, na ndio mstari wa 4 anaanza akisema hivi, kwa sura ya 4 mstari wa kwanza, kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Wiki kama 3 tulijifunza Waefeso walikuwa wanatakiwa kuwa wanyenyekevu, kuwa wapole, kuwa wavumilivu, lakini wachukuliane kwa upendo. Mstari wa pili, wito wao walitakiwa, kwa sababu sura ya kwanza, sura ya pili na sura ya 3 walikuwa wanafundishwa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Kristo kwenye maisha yao. Sura ya 4 wanatakiwa waishi. Sasa ni maisha ambayo wanatakiwa wayaishi. Baada ya kufundishwa mafundisho, sasa wanatakiwa yale mafundisho yaishi, yaonekane katika matendo. Sura ya pili maana yake wanafundishwa wameokolewa kwa neema. Sura ya 4 wanatakiwa waishi sasa yale mafundisho, waoneshe ya kwamba kweli wameokolewa kwa neema. Na ndio Paulo anawaambia hivi, mstari wa pili anawaambia, mstari wa kwanza sasa, kwa hiyo na wasii mimi niliyofungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Wito wenu mlioitiwa kwa unyenyekevu, upole, uvumilivu na mkichukuliana katika upendo. Tulijifunza mambo hayo 4. Sasa mstari wa 5 anasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Na kujitahidi. Je, waamini wanawezaje kuhifadhi umoja wa Roho katika kanisa? Tunazungumzia waamini. Kwa nini nimetumia neno waamini? Kwa sababu leo tuna watu wengi wanasema Bwana Yesu asifiwe, lakini maisha yao hayamtukuzi Kristo. Ndio maana nimetumia neno je, waamini wanawezaje kuhifadhi umoja wa Roho katika kanisa? Waamini, wale waliomwamini Yesu Kristo. Kuna mambo makuu 3 tutayaona. Jambo la kwanza, kulinda umoja. Mstari wa 3, huo mstari wa 3 anasema hivi, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho. Kulinda. Waefeso baada ya kufundishwa na kuletwa katika maisha ambayo wanatakiwa kuishi kwa uvumilivu, kwa upole, kwa unyenyekevu na kuchukuliana, sasa wanapewa jukumu kulinda. Na kulinda, neno kulinda maana yake ni amri. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho. Neno kujitahidi maana yake kuwa na juhudi, kuwa na bidii, kujituma kwa moyo. Kwa hiyo Waefeso walikuwa wanatakiwa kuwa na juhudi katika kufanya nini? Kuwa na juhudi katika kuhifadhi. Neno kuhifadhi maana yake ni kulinda. Neno kuhifadhi maana yake ni kutunza. Walikuwa wanatakiwa watunze ule umoja wa Roho ambao Roho Mtakatifu ameuanzisha katika maisha yao, kwa sababu hapo awali walikuwa hawana umoja, lakini baada ya kumjua Kristo, Roho Mtakatifu akaweka umoja ndani yao, ushirikiano. Ndio maana mstari wa pili unasema, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Haya yote yanatengenezwa katika umoja. Hakuna namna wanaweza kuwa wapole kama hawana umoja. Hakuna namna kama wanaweza kuwa wanyenyekevu lakini wavumilivu, lakini wakachukuliana kama hawana umoja. Kumbuka hii tunaita practical, ni maisha ambayo unatakiwa uyaishi. Sasa kila mmoja alikuwa na jukumu la kulinda, kuwa na juhudi. Kila mmoja alikuwa na jukumu la kuwa na juhudi ya kuhifadhi, kutunza
Kutunza, kudumisha. Neno kutunza maana kudumisha. Kanisa linapaswa kudumu katika umoja wa Roho Mtakatifu. Kanisa lipaswa kuishi katika hali ya kutengana. Kanisa linapaswa kuishi katika umoja wa Roho Mtakatifu. Ukizungumzia utatu, unashirikiana. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wanashirikiana. Kile anachofanya Mungu Baba ndicho Mungu Mwana, ndicho Mungu Roho Mtakatifu. Nia yao ni moja. Kadhalika na kanisa, Paulo alikuwa anawaambia baada ya kumjua Kristo ya kwamba mlikuwa mmetengana, ya kwamba mlikuwa hamna amani, ya kwamba mlikuwa hamna umoja, lakini sasa mnatakiwa kuonesha umoja wa Roho katika maisha yenu kama kanisa. Mnatakiwa kuonesha umoja wa Roho. Kile kitabu cha Wafilipi sura ya 2, Paulo anawaandikia Wafilipi hivi, mstari wa 2 anasema, Paulo anazungumza na kanisa la Wafilipi akisema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Paulo anawaambia hivi, ijalizeni furaha yangu. Kwa nini? Kwa nini? Huo mstari una neno ili. Mkijaza furaha yangu. Kwa nini? Kwa sababu, ndio maana hilo neno ili. Kwa sababu muwe na nia moja. Maana yake Paulo anawaonesha ya kwamba wakiishi kwa yale mafundisho ambayo amewafundisha Wafilipi, basi watakuwa na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Maisha yenu mtakuwa na moyo mmoja, mtakuwa na kusudi moja, hamtakuwa na utengano. Kwa mfano, familia, baba na mama wakiwa hawana umoja, wana vurugu, hakutakuwa na maendeleo. Na wakati nikiwafundisha kuhusu habari ya Wafilipi sura ya 4 mstari wa 7 kuhusu habari ya amani ya Kristo, kwa nini Mungu anawatakia Wafilipi amani? Maanake wawe na umoja. Kwa sababu kama kwa mfano familia ambayo haina amani au taifa lisilokuwa na amani haliwezi kukaa kwa umoja. Sasa angalia kile ambacho Paulo anawaambia Waefeso kwamba Kristo, mstari wa 14 sura ya 2 anawaambia hivi, anawaambia kwa maana yeye ndiyo amani yetu. Maanake yeye ndiye tulizo letu, tuliokuwa hatuna umoja kwa sababu ya vita, kwa sababu ya vurugu. Ndio maana nikakupa mfano, taifa lisilokuwa na umoja, lisilokuwa na amani, haliwezi kunia mamoja. Sasa Kristo ndiyo amani yetu. Kadhalika taifa lisilokuwa na amani haliwezi kunia mamoja. Sasa Paulo anawaambia wanie, watunze ule umoja, kwa sababu Kristo ndiyo amani yao. Na kama wanamkiri Kristo watakuwa na umoja, kwa sababu Kristo anapoingia ndani ya mtu anaweka amani, na akiweka amani anaondoa vurugu, vita inayepiga ndani yako. Kadhalika kwa nakupa mfano wa taifa ambalo halina umoja na ushirikiano, hakuna jinsi wataendelea. Familia isiyokuwa na umoja, hakuna jinsi itaendelea. Watapiga matai, kwa sababu baba akija yuko na yake, mama akija yuko na yake. Baba akizungumza hivi, mama anazungumza hivi. Sasa Paulo anawaonesha Waefeso ya kwamba saa hii kwa kumjua Yesu Kristo ni wakati ambao mnatakiwa mtunze umoja wa Roho ndani yenu, kwa sababu ni Roho aliyewaleta pamoja. Maana hapo awali mlikuwa hamna huo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kama kanisa tunapaswa kuwa na huo umoja. Tukiwa na huo umoja, kanisa hili litakuwa
kanisa hili litakuwa, viti hivi vitajaa, viti hivi havitatosha. Kanisa hili tutalipasua kuliongoza kwa sababu ya umoja. Na ndio maana Paulo anawaambia wautunze. Ni kitu cha thamani, ni kitu cha muhimu katika maisha ya Mkristo. Kwa hiyo tunapozungumzia umoja, sio umoja wa mtu binafsi, ni umoja wa kwetu sote kama tulivyokusanyika hapa. Kuna msemo unasema umoja ni nguvu, utengano ni. Kwa hiyo tukiwa na umoja katika Kristo, tukadumu katika umoja, injili itaenda mbali. Hatuhitaji watu wengi kufanya mambo makubwa. Tunahitaji watu wenye umoja, tukashirikiana kuanzia kwenye familia, kwenye jamii, lakini pia hata tunapokutana kwenye kanisa. Tunapokuwa na umoja, tukashirikiana, tutapasua mawimbi, familia itapanuka, jamii itaonekana, itakuwa na sifa. Umoja unaanzia kwenye familia, familia ya waaminio. Ndio hii tumekusanyika hapa, inapotoka hapa inaenda kwenye familia tulizonazo kule nyumbani. Tuanze kujifunza kule kuwa na umoja. Tunapokuja hapa tunapanua ule umoja. Kwa niko huko kwenye jamii na masuala ya jamii, ya msiba, ya furaha, wanasema Wakristo leo hawana umoja, hawana upendo. Kumbuka mstari wa 2 unazungumzia katika upendo. Maana yake ni kwamba Kristo alikufa kwa ajili yenu ili muweze kuwa na amani, ili muweze kuwa na umoja. Sasa na ninyi mnataka kuutunza ule umoja katika upendo. Kwa hiyo tunapopendana, au taangalia dhaifu langu, utanibeba kwa ajili ya kuutunza umoja. Sasa walikuwa wanasema kule duniani wana umoja, walevi wanasaidiana. Sasa kama wale wanasaidiana, ni wapi ambako Paulo anaambia Wagalatia mmelogwa? Kwa nini sisi tushindwe kuwa na mshikamano? Kwa nini sisi tushindwe kuwa na upendo? Tunapoona ndugu yetu ni mgonjwa, tujue jinsi gani tunamfikia. Tunapoona ndugu wetu ana shida, tujue jinsi gani tunamfikia, kwa sababu ya kutunza ule umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na huo umoja, maana yake ni kwamba mataifa, watu wataangalia huko duniani, watasema lile kanisa ni dogo lakini lina ushirika, kanisa ni dogo lakini lina umoja, matendo yao ni makubwa. Ndio maana Paulo aliwaambia na kujitahidi kuuhifadhi umoja wa roho, kuutunza ili uendelee kudumu. So kanisa tunapaswa, kama Kristo yuko ndani yetu, tuishi kwa umoja, tuishi kwa ushirikiano katika upendo. Lakini kipengele cha pili, sababu ya pili nasema hivi. Sababu ya pili, maanake tunajibu swali linalosema, je, waumini wanawezaje kuhifadhi umoja wa roho katika kanisa? Moja, nimekuambia kulinda umoja. Lakini mbili ni kuishi katika umoja wa roho. Kuna kulinda na kuishi katika huo umoja. Mstari huo wa tatu, maandiko sema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amen. Neno umoja wa roho, nataka uone neno umoja wa roho. Umoja wa roho maana yake ni ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu, uliumbwa na Roho Mtakatifu mwenyewe ndani yenu. Paulo anawaambia Waefeso, anawaambia kwamba na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Umoja wa roho maana yake ushirika, ndio maana ya neno umoja, ushirika wa roho. Lakini ule ushirika uliumbwa na Roho mwenyewe. Umoja huu si wa kidhehebu au shirika. Kumbuka hiyo, umoja unayozungumziwa hapa sio wa kidhehebu au wa shirika.
Ni umoja wa kiroho ambao Roho Mtakatifu ndio ameweka ndani ya Mkristo, ndani ya muamini, ndani ya mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo. Sasa kama Roho Mtakatifu ameweka huu umoja ndani yao, maana yake ni kwamba wanatakiwa kuenenda katika huo ushirika. Wanaenenda katika huo ushirika. Angalia mstari wa 4, anasema hivi, anasema mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Mwili mmoja, roho moja, tumaini moja. Manake mwili mmoja, sisi hatujatengana. Manake sisi kama kanisa, sisi hapa, Mungu anatuona sisi ni mwili mmoja katika Kristo. Roho mmoja anafanya kazi ndani yetu. Na hilo neno roho, maana yake ni roho kwa herufi kubwa imeanza. Maana yake ni kwamba sisi ni mwili wa Kristo, na kama mwili wa Kristo, roho wake yuko ndani yetu, ushirika wake uko ndani yetu. Lakini tumaini moja, tuna tumaini moja, tuna mtazamo wote wetu wote ni mmoja. Kwa hiyo Paulo alikuwa anawataka Waefeso wajue kwamba wakiishi katika ushirika huu, katika umoja huu, watakuwa na amani na kushirikiana na kupendana na kusaidiana. Wakiishi katika ushirika wa Roho, watakuwa na amani, watakuwa na amani, watapendana na watashirikiana, kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake siyo ya kibinafsi, kazi yake ni ya pamoja. Anafanya na Mungu Baba na Mungu Mwana katika ushirika mmoja, katika nia moja, bila kutengana. Kadhalika na sisi tumeshakuwa mwili mmoja katika Kristo. Maana yake ni kwamba sisi ni viungo, tunaukamilisha mwili wa Kristo. Na kama tunaukamilisha mwili wa Kristo, kitu gani kinatokea? Yule akiumwa hautafurahi kwake, yule akijikwaa hautafurahi kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu kucha ikigonga jiwe, kichwa kinasikia maumivu, mwili mzima unaumia. Jicho likiuma, mwili mzima unaumia. Jicho litafurahia kucha kuumia, kadhalika kucha itafurahia kidole kuumia, kadhalika mgongo utafurahia tumbo kuuma. Manake unapopata maumivu mahali fulani, mwili mzima unapata maumivu. Kadhalika ndivyo ambavyo Kristo anapoliangalia kanisa, na ndipo anaponiangalia mimi, anapokuangalia wewe na anaponiangalia mimi. Manake tudumu katika ushirika huo, kwamba mimi nikiumia kama mchungaji na wewe vile vile unaumia. Wewe ukiumia kama mshirika na mimi naumia. Sio ukiumia niende pale niweke kikundi nianze kukusema. Sio nimekuja kwako kukutembelea ukaniambia una changamoto 1 2 3 niende kule nianze kuisema ile changamoto yako. No. Inatakiwa ni kuombe. Ndio maana ya mwili mmoja. Tufanye, sisi ni viungo, tunasaidiana kwa ajili ya kukamilisha mwili wa Kristo kwa nia moja, kwa sababu tuna roho mmoja ndani yetu. Roho Mtakatifu anatukamilisha, maanake ndio ameanzisha huo ushirika. Na kama ameanzisha huo ushirika, tunapaswa kutembea katika huo ushirika na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho. Tunapaswa kuishi katika huo umoja wa Roho. Tukiishi katika huo umoja wa Roho, maana yake ni kwamba tutaishi kwa amani, kwa sababu Roho ndio ameanzisha, na sisi tunapaswa kuishi. So Paulo alikuwa anataka Waefeso waishi katika mazingira hayo. Jua waraka huu umeandikwa, Paulo alikuwa yuko gerezani. Ni kati ya nyaraka za Paulo alizokuwa gerezani, na alipokuwa anaona jeshi, kwa mfano ukiangalia jeshi linapopiga saluti, kama ni mkuu wao, wote wanaenda kwa uniform, kwa umoja. Hakuna hata mmoja kama wanapiga hivi inaanguka, kama ni kishindo na kisikia ni kimoja, sauti moja. Kapteni akipiga filimbi wote. So Paulo alipokuwa anawaambia kuhusu ya umoja, Paulo alikuwa na experience ya maisha ya wanajeshi, jinsi walivyokuwa wanafanya.
Na ndipo anawaambia Waefeso kama Wakristo, na ninyi kama wanajeshi wa Bwana mnatakiwa kuishi katika umoja. Sheria ya wanajeshi, mwenzao akipata shida watafaiti mpaka yule mwenzao aondoke. Yaani hata kama amekufa maiti yake haitabaki. Hata juzi Marekani walivyokuwa wanapigana na hilo taifa waliokuwa wanapigana nao, walipambana mpaka wakawachukua wale wanajeshi waliopigwa wakaanguka kule. Manake yule ni kuonesha ni jinsi gani wana heshimu kutoka hatua moja kwenda nyingine, kutoka kwa mmoja kwenda nyingine. Kwa hiyo kadhalika na sisi tuishi katika umoja huo. Tukiishi katika umoja huo, hatutafurahia mama Kaku pale anapoumia, hatutafurahia mama Yuni pale anapoumia, hatutafurahia mtumishi hapa anapopitia changamoto, hatutafurahia pale Sori anapopitia changamoto, kwa sababu sisi sote ni viungo katika mwili mmoja. Tukienenda kwa namna hii, maandiko yanatuonesha tutakuwa na amani. Tukiwa na amani, unajua maana ya amani? Maana ni utulivu. Hatutakuwa na vurugu, hatutakuwa na vita ndani ya kanisa. Kanisa litakuwa tulivu, na hapo kwenye utulivu ndipo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Roho Mtakatifu afanye kazi kwenye machafuko. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye utulivu. Sababu ya tatu asema kuwa na kifungo cha amani. Kwambia moja ni kulinda, mbili ni kuishi katika umoja, tatu ni kuwa na kifungo cha amani. Kifungo, mstari huo wa pili anasema hivi, mstari wa tatu, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Katika neno kifungo maana kiungo, kitu kinachoshika manisha, kinachoshikilia. Kwa hiyo kinachoshikilia hivyo vitu viwili nilivyokuambia, kulinda na kuishi, ni amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo, mkiwa na amani, kumbuka neno amani maana yake ni upatanisho, maelewano na ukamilifu, ambapo Kristo ndio mwanzilishi. Mstari wa 14 sura ya pili anasema hivi, anasema kwa maana yeye ndio amani yetu. Maana yake yeye ndio ametupatanisha tuliokuwa hatuna ushirika. Yeye ndio ameleta maelewano kati yetu. Yeye ndio ametukamilisha. Kwa hiyo sisi kama wafuasi wake tunatakiwa tuwe na kifungo cha amani, tuwe na kishikilio, na kishikilio ni amani. Kwa hiyo tukiishi hivyo tutalinda ushirika wa Roho Mtakatifu. Tukiishi kwa umoja tutalinda upendo. Tukiishi kwa umoja maana yake tutalinda, lakini pia tukiishi kwa amani tutalinda, lakini pia tutaishi kwa umoja, kwa sababu tuna amani. Tusipokuwa na amani hatutaweza kufanikiwa, kwa sababu kila mmoja atatoka na rungu lake, na kila mmoja akitoka na rungu lake, kinachotokea mimi nitakuja piga hivi, huyu piga huku, huyu piga huku, na mwisho wa siku tutaanguka vibaya. Lakini tukiishi kwa amani, ukiishi kwa amani, kwa nini? Kwa maana hiyo, wakishikilia amani ya Kristo aliyoianzisha kwao kwa njia ya upatanisho, watadumu katika umoja huo, watadumu katika upendo, lakini pia kusaidiana, na hivyo kudumu katika umoja wa Roho Mtakatifu maishani mwao. Wakiishi kwa imani, kwa amani, watasaidiana, watashirikiana, kwa sababu wana amani. Na lile neno kulinda litatimia, lakini lile neno kuishi katika umoja wa Roho litatimia, kwa sababu ndani ya umoja wa Roho kuna amani. So Paulo aliwataka Waefeso ya kwamba na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani. Kifungo maana ni kitu ambacho kinashikanisha, kitu ambacho kilikuwa kimejitenga.
Paulo anazungumza kifungo kwa sababu amefungwa, anaelewa vizuri. Yuko gerezani. Alikuwa yuko huru, lakini sasa hayuko huru, amefungwa. Yuko pale sehemu moja. Kadhalika anatumia hiyo kutuonesha kwamba kifungo cha amani kitatuleta pamoja. Kama vile yeye amefungwa yuko sehemu moja, kadhalika kifungo cha amani kitamleta yule kuja hapa, kitamleta yule kuja hapa, kitamleta yule kuja hapa. Tunaleta mawazo yetu yote pamoja, na tukileta mawazo yetu pamoja, jibu linapokuja tunapata majibu ya kukamilisha shida tulionayo. Kiungo kimoja kikileta changamoto, kiungo cha pili akitacheka kuifurahia. Leo washirika hata wanaogopa kuwaambia watumishi changamoto wanazopitia, kwa sababu watumishi nao wameshindwa kuhifadhi. Kwa hiyo watumishi nao hawadumishi amani ya Kristo ndani ya kanisa, lakini wanaleta vurugu. Ndio maana makanisa watu wanavurugana. Lakini tukidumu katika mazingira hayo, kwa ni jambo la msingi sana. Baada ya mafundisho tulikuwa tunatakiwa tuanze kutoka sura ya kwanza wa Efeso, sura ya pili wa Efeso, sura ya tatu, alafu tuje sura ya 4. Hii ni application, ndio maisha wanatakiwa waishi baada ya kujifunza. Kadhalika baada ya kumjua Kristo. Baada ya kumjua Kristo ukae tu hivyo. Kuna mambo ambayo unataka kufanya. Moja ni kulinda amani, umoja wa roho. 2 ni kuishi katika ule umoja. 3 ni kuwa na kifungo, kuwa na amani, kuwa na kifungo cha amani. Kwa hiyo amani itatufanya tudumu kwa upendo. Kanisa linapaswa kufanya jitihada kulinda umoja wa roho ambao Roho Mtakatifu ameuanzisha katika maisha yao kwa kutumia mahusiano ya amani. Hapo kumbuka, amri si kwetu kitu kimoja, bali amri ni amri. Hapo kumbuka, amri si kuweni kitu kimoja, bali amri ni lindeni umoja ambao tayari mnao katika Kristo. Kumbuka hiyo sentence hapo. Amri si kuweni kitu kimoja, amri ni kulinda umoja ambao tayari mnao katika Kristo. Amri inaanza mstari huu, anasema hivi, mstari wa 3 anaanza akisema na kujitahidi. Hiyo ni amri, kujitahidi kuhifadhi. Kwa hiyo hiyo ni amri kwa kanisa kutoka kwa Mungu ya kwamba tunapaswa kuhifadhi umoja wa Roho Mtakatifu. Nimekufundisha njia za kulinda umoja wa Roho katika kanisa. 1, kulinda umoja wa Roho, lakini 2, kuishi katika umoja wa Roho. 3, kuwa na kifungo cha amani. Kwa maana hiyo, tukiishi katika mambo haya matatu, kanisa litakuwa na kusumbuana. Paulo anawaambia Wakorinto, ukimalizia, alitumia ujumbe. Soma Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza, sura ya 2 na hadi sura ya 3. Kulikuwa kuna mfarakano. Anawaambia nimepewa taarifa kwamba kwenu kuna uzushi, kuna faraka. Kwa hiyo tukiishi kwa mazingira hayo, kanisa litaenda. Lakini tukiishi katika kulinda umoja wa Roho, kuishi katika umoja wa Roho na kuwa na kifungo cha amani, hatutakuwa na hayo mambo Paulo alikuwa anawashutumu nao Wakorinto. Tuombe. Mungu ulio hai, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neema yako ambayo imekuwa kwetu. Umetufundisha kuhusu habari ya umoja wa Roho na ukatupa njia za kudumu katika umoja huo. Moja, umetupa amri kulinda umoja wa Roho, lakini pia kuishi katika umoja huo, lakini pia kuwa na kifungo cha amani. Tusaidie, hatuwezi kwa nguvu zetu. Tujalie neema yako ili Bwana tuweze kudumu katika umoja huo ambaye Roho Mtakatifu aliuanzisha pale ambako tulipokuamini. Bwana, tuwe kitu kimoja, tunie mamoja, tusaidiane kama mwili mmoja katika Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wiki hii Bwana ninaiweka mbele zako. Ninaomba kwa ajili ya watumishi wako hawa, wasaidie kutoka na kuingia katika jina la Yesu Kristo. Kama ulivyosema Bwana, tutakapoisikia sauti yako kwa bidii
na kufanya yale yote ambayo umetuagiza. Ndiko utatubariki mjini, ndiko utatubariki mashambani. Basi Bwana, ninakusihi Bwana, watumishi wako hawa wamesikia sauti yako, wamesikia neno lako. Baraka zako zikaambatane nao, katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen.